Zaidi ya yote, Chadema inatambua kuwa mustakabali wa mabadiliko ya kweli upo mikononi mwa kizazi kipya. Hivyo tutawekeza kwa makusudi katika kuandaa, kulea na kuwezesha vijana, hasa kizazi cha Gen Z, ili wawe si watazamaji wa siasa, bali wawe wabunifu, wapangaji na waendeshaji wa ajenda za mabadiliko. Hiki ni kizazi kilichokulia katika dunia ya kidigitali, chenye ufahamu mpana wa haki, chenye ujasiri wa kuuliza maswali magumu na kisichokubali tena siasa za mazoea. Chadema itaendelea kuwajengea vijana hawa misingi ya uongozi unaochanganya maadili, maarifa, ubunifu, ili wabebe bendera ya mabadiliko kwa ujasiri na maarifa na maadili, si kwa jaziba tu, bali kwa dira, nidhamu, uelewa wa kina wa changamoto za taifa. Kwa kufanya hivyo, Chadema inajipambanua si tu kama chama cha upinzani, bali kama harakati ya kizazi na fikra inayounganisha ndoto za vijana na matumaini ya taifa zima. Harakati inayotazama mbele, inayokumbatia siasa za kisasa na inayojitayarisha kuongoza Tanzania ya kesho kwa haki, uhuru na maendeleo jumuishi. Katika hili tunajisikia fahari kuitwa wanaharakati ambao mapenzi yetu katika haki na utawala wa sheria na uzalendo wetu utabaki kuwa alama njema mbele ya Watanzania wote. Namba 9, wito wa kitaifa. Watanzania wenzangu, tunawaalika Watanzania wote bila kujali itikadi, vyama au misimamo ya kisiasa kusimama pamoja katika mapambano ya kizazi chetu, kudai haki sio na upendeleo, uhuru sio na hofu, na katiba inayotokana na ridhaa ya wananchi sio matakwa ya wachache. Huu sio wito wa chama, bali ni wito wa taifa. Si sauti ya hasira, bali dhamira. Si mwamko wa muda, bali ahadi ya mustakabali. Taifa linapokosa haki, hata amani hubaki kivuli, na katiba inapokosa uhalali wa wananchi, dola hubaki nguvu bila uhalisia wa ridhaa.